katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua fursa za uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi na mahusiano ya mataifa haya, mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tubaki. Mimi leo kwa mfano nikienda Pakistan, nadhani kuna sheria pale Pakistan ya za mimi mgeni nifanye nini na mzawa afanye nini. Nikienda China kuna taratibu za Mchina afanye nini, mimi mgeni nifanye nini. Nikienda Spain kuna taratibu za Mspain afanye nini, mimi mgeni niweze kufanya jambo gani. Kila mahali pana cha kufanya na kitu ambacho hakistahili kufanya, ili kuweza kulinda utaratibu wa win-win situation katika taifa letu. Na jambo jingine ndugu zangu la mwisho ni kuhusiana na changamoto ya biashara ndogo ndogo. Leo hii tunapozungumzia masuala ya biashara ndogo ndogo limesha kuwa ni jambo kubwa. Sasa jambo hili ukiangalia kila barabara biashara ndogo ndogo wamepanga. Kila mahali, mpaka wakati fulani kuna kuziba hadi barabara. Nimeshamuelekeza katibu tawala mkoa tuunde timu maalum kutoka chuo cha CBE au taasisi ya CBE, kutoka chuo cha Dar es Salaam, kutoka kwa baadhi ya maafisa wa biashara, kutoka pia kwa baadhi ya consultants ambazo zinafanya kazi maalum za private sector, zinazofanya kazi ya ushauri wa masuala haya, ili tuone a very good model ya kuweza kudeal na machinga na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo katika namna ambayo hawataumizwa lakini watafanya biashara, ili tuwe very professional. Ili sasa jambo langu la mwisho ambalo tunalizungumzia sasa ni kuhusu usafi wa mazingira. Tunapozungumzia usafi wa mazingira katika mkoa wetu, na hili nitoe hamasa kwa wakuu wa wilaya wote kuendelea kusimamia, na wafanyabiashara wote kwenye maeneo yao, na watu wengine wote makanisani, misikitini, tusimamie masuala ya usafi kama nyenzo muhimu ya kuweza kufanya miji yetu kuwa bora. Tuendelee na usafi huo. Lakini uweze kuendelea na usafi huku mfanyabiashara kapanga barabarani, huku mfanyabiashara kapanga juu ya nyumba, huku mfanyabiashara ka block fence na kadhalika. Nimemwelekeza katibu tawala mkoa sasa kuja na wataalamu ambao watafanya kazi hii kwa muda maalum, wakinishauri mimi mkuu wa mkoa namna bora ya kudiri na mambo haya, ili kutokuleta kelele na tuonyeshe win-win kati ya biashara ndogo ndogo na wafanyabiashara wengine, ili pia baadhi ya biashara tujue zinafanyika wapi na baadhi ya biashara hazifanyiki wapi. Mwisho kabisa ndugu zangu, niendelee kuwashukuru sana, na tumeona pia jitihada za Mheshimiwa Rais akiendelea na mchakato wa maridhiano katika taifa letu. Mheshimiwa Rais akiendelea na mchakato wa maridhiano katika taifa letu. Niwaombe waandishi wa habari mkawe mabalozi wazuri wa michakato hii ya maridhiano katika taifa letu. Kama kuna mahali popote panahitaji sisi kuridhiana, tufanye kazi ya kuridhiana, tusiendeleze ugomvi ambao utarudisha nyuma maendeleo ya taifa letu. Hakuna taifa ambalo watu wa wasigani. Kusigana ni kawaida, lakini msije mkasigana mkapitiliza, mkaibomoa na kuivunja nchi yenu wenyewe. Hatuna taifa jingine lolote zaidi ya taifa la Tanzania. Tulilee, tulihudumie, tulitangaze kwamba ni taifa bora linaloweza pia mtu yoyote kuweza kuishi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwa mchakato huu. Asitokee mtu kusema mimi sitaki kuridhiana, mimi niko hivi na hivi. Tuende kwa pamoja kwa lile ambalo unadhani unaweza kuwa na maoni. Nchi yetu iko huru, utasikilizwa, ili tuweze kwenda kwa pamoja. Vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, juzi pale kwenye moja speech yangu nilisema the early birds catches worms, kwamba ningezungumza kwa Kihehe ningeweza kusema Ilongwe ya Inyulweru. Ningezungumza kwa Kiswahili ningesema kwamba ndege wa alfajiri sana huweza kuzipata fursa. Kwa maana ya mtu akienda asubuhi sana anaweza kupata fursa. Asubuhi sana maana yake nini? Ni kwamba Dar es Salaam fursa zipo, tuzichangamkie kuliko pengine hata mkoa mwingine wote. Tuache mabishano madogo madogo ili kuweza kwenda sambamba na mji wetu. Baada ya kusema haya, ndugu zanguni, mimi niendelee tena kuwatia moyo ndugu zangu waandishi wa habari, lakini kuwapongeza zaidi kwamba tuendelee na kazi.
Kazi hii sio ya Dr. Samia peke yake. Kazi hii sio ya Dr. Nchimbi, kazi hii sio ya Dr. Mwigulu, kazi hii sio ya bunge, kazi hii ni ya Watanzania wote. Tukilea taifa letu katika misingi ya amani, kila mmoja ataishi katika misingi ya amani, kwa sababu hakuna anayepumua akitegemea kanisa. Hakuna anayepumua akitegemea msikiti. Hakuna anayepumua akitegemea chama cha siasa. Pumzi yako imeumbwa na Mungu mwenyewe, na kwamba lazima uilinde pumzi hiyo ili iwe na tija kwako na kwa kizazi kinachofuata. Baada ya kusema haya, ndugu zangu wa Dar es Salaam, niwatakieni kila laheri. Tukutane tarehe 17 ya mwezi wa 8 2026 kwenye ziara yangu maalum ambayo nitaanza na wilaya ya Temeke, kutekeleza yale machache ambayo tumekubaliana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mungu mwema ibariki Dar es Salaam, na Mungu mwema bariki viongozi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.